Mheshimiwa Sabaya mwaka jana mwezi wa 11 alilipa masaa 48 ya kuhamisha akaunti za Weruweru River Lodge kupeleka Hai kwa masaa 48. Mpaka sasa hivi nilifanya kama alivyokuwa nataka, lakini mpaka sasa hivi hata sijajua kwa nini. Hiyo ni moja. Wakati huo akawa anadai hotel levy, ambapo yeye hajui kwamba ukiwa unalipa VAT hautakiwi kulipa hotel levy. Unachotakiwa kulipa ni service levy. Mheshimiwa, hicho kitendo, yeye kuelewa kitendo cha namna hiyo kilichochukua sisi wiki 3, nikihudhuria kuanzia asubuhi hadi saa 8 kila siku, bila kujua, bila kujali mteja wake. Na baada ya hapo Mheshimiwa, tulipomalizana naye vizuri mbele ya ofisi yake na jopo lake, alikuja usiku wa saa 1 ofisini kwa hotelini kwangu. Ile hoteli ni hoteli ya kitalii. Akaingia anatafuta mapato. Aliyomkuta pale alikuwa tu ni manager wa F&B manager. Alipokuwa anauliza anachotaka, yule alishindwa kumjibu kwa sababu sio kazi yake. Alimchukua akaenda kumweka ndani. Alimweka ndani, akamtoa ndani saa 10 alfajiri. Hapo nikamfuata, shida ilikuwa ni nini? Akaniambia, Mheshimiwa, jamani, mimi naongea, mimi mwenzenu naumia. Akaniambia, bwana, nataka shilingi milioni 5. Milioni 5. Mimi nimetumwa na ninafanya kazi ya serikali. Hapo akaniambia, utaamua kuisemaje? Either utasema kwamba ni Makonda style ama ni rushwa unanipa, lakini nahitaji hiyo hela. Mimi ananiambia sasa, mimi na ripoti moja kwa moja. Tukaishia hapo. Mheshimiwa, nikampa shilingi milioni 2. Bado akaendelea kuninyanyasa. Ikabidi nitoke kwa mfanyabiashara mwenzangu, na itabidi nimtaje mfanyabiashara mwenzangu. Nikaenda kwa Patrick Panoni. Nikamuuliza, Patrick, wewe unateseka namna hii? Akaniambia, bwana, usimwambie mtu, wewe mpe tu. Kwa Kichaga aliniambia, kwa Kichaga, lakini nikiliweka hilo neno litakuwa sio zuri sana. Kwa Kichaga aliniambia, nduitondo limanye kubara ihso. Maana ukicheza na mjinga atakupasua jicho. Achana naye, mpe kidogo kidogo, hautakosa kitu chochote. Hizi hela za kuja na kupita. Yeye ndio aliniambia, achana naye. Na kweli nilimpa. Na mara ya pili tena nikampa milioni 2. Na mara ya tatu tena nikampa milioni 2. Na isitoshe huyu mheshimiwa, kibaya zaidi, wala haelewi. Latest mheshimiwa, latest ambao kweli hata sijui hatima ya weekend hii itakuwaje. Amekuja hotelini, amefanya ufujo usiku kucha, anatuma wote, yuko yeye pamoja na bodyguard wake 2, anawatuma, nendeni kamwamsheni, nendeni kamwamsheni. Kamsumbua huyo mteja wetu ambao sisi tumemtafuta kwa muda mrefu sana. Yule mteja ana followers 30,000, na tukamwambia aje ili aweze kulala bure pale hotelini. Lakini amemnyanyasa, amemsumbua mpaka ikafikia kwamba bwana, haiwezekani. Tukaenda kumwamsha mpaka ifike asubuhi. Receptionist alinipigia mimi simu saa 10 kunieleza jinsi anavyosumbua pale. Lakini niliwaambia hakuna kumwamsha huyo mtu, baki sisibutu kumtaja hapa huyo mtu.
ni kila mtu anamfahamu hapa, ni star wa hapa Tanzania. Kumpata lale hotelini kwako nao ni shughuli, alafu still it is a market strategy. Lakini amesumbua bila hata ajue kwamba hii hoteli ina CCTV. Hajali. Unaona mheshimiwa? Kwa hiyo mheshimiwa, ikawa imebakia shilingi milioni 2. Akanitumia message, akanitumia bodyguard wake, nikaona kuliko ni test na hii shilingi milioni 2, wacha nimpe. Imefika 8 hiyo. Hapo mheshimiwa, kanda ya Ziwa kuna michezo mikubwa sana mizuri ya nyoka. Mimi nimetokea maeneo hayo huko, nimeishi kule, lakini ni Mchaga. Nikawa na wachukua wale wachezaji nyoka kuwaleta hotelini kwangu, na walipa, wanafanya maonyesho kwa ajili ya wageni wangu. Mheshimiwa Sabaya amekuja huko, amefukuza kila mtu, amemfukuza yule bwana, hakuna kinachoendelea. Tulikuwa tuingie partnership tufungue Snake Park Moshi. Hapa Snake Park Moshi hakuna. Lakini hadi sasa hivi amemfukuza yule bwana, amekataa hilo zoezi lisiendelee. Kwa hiyo bado anatuzidi kutunyanyasa. Kweli naombeni wafanya biashara, nimelia sana kila mahali. Angalieni, mimi najitolea leo, chochote kitachonipata mjue ni mheshimiwa Sabaya. Kwa Ole Sabaya, sio kwangu tu, najua na nimeongea, nafikiri ni kwa wafanya biashara wote wa Hai. Huyu bwana anavyotutesa. Mimi sidaiwi kitu chochote, hata kama alivyomchukua meneja wangu na kumweka ndani, alivyomtoa nimelipa nini? Baadaye kutaka hela tu. Sasa hivi zimefika milioni 10. Na ukimwachia tu, mimi hapa nimeamua kuongea, kesho kutwa sijui itatokea nini, sijui hatima yangu itakuwa nini, lakini nimeamua nizungumze kwamba tunanyanyaswa tena sana mheshimiwa, sana. Hatuna amani. Mimi nimelipa kodi yangu vizuri sana. Naomba uiangalie Weru River Lodge. Kodi yangu ya mwisho nimelipa 145. Kwa hiyo mheshimiwa, tena hiyo bado. Lakini mheshimiwa, naomba, nimeenda kila mahali, lakini huyu mheshimiwa anachodai kwamba yeye anaripoti moja kwa moja juu, na sidhani kama mheshimiwa John Pombe Magufuli anajua kitu kama hichi. Aliniambia yeye anaporipoti ni moja kwa moja kwa mheshimiwa John Pombe Magufuli, lakini sikubali kwamba eti mheshimiwa John Pombe Magufuli anakubaliana na vitendo vya kifisadi namna hiyo. Hiyo mheshimiwa, nafikiri kwa hilo tu nimemaliza. Pole bwana. Asante ndugu wafanyabiashara.